ITV imefika hapa katika eneo la tukio katika kata ya Cheo, Manispaa ya Tabora mkoani Tabora, na hapa tunazungumza na mashuhuda wa tukio hili. Hili tenki lina muda mrefu walikuwa wanalipunguza, wanabandua mabati kwa kutumia gesi, wanashusha. Sasa leo muda mchache tu nilikuwa natokea huku kupeleka mteja. Nafika hapo naona moshi. Baada ya kuona moshi kidogo moto ukawa unawaka. Sasa nilipoona utepe nikajua labda wameamua kulilipua ili wamalizie kazi yao waliokuwa wanaifanya. Basi baada ya hapo ndo kidogo moto unazidi na kuona gari la moto linafika. Basi hapo ndo nikajua kuwa ni ajali imetokea. Nilianzia kuona moshi. Ilivuma moshi kwa kasi sana. Basi ilibidi hapo nijiulize ni nini pale kimetokea. Basi ndo nikaanza kuja hapa. Nikaona watu wamerundikana. Nilifika pale nikaona moto unawaka. Unaona? Basi zimamoto walikuwa wameshafika pale wanapulizia maji. Kwa upande wake jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora limefika katika eneo la tukio na kufanikiwa kuuzima moto huo. Na hapa afisa wa jeshi hilo Meja Hasani Mande anatanabaisha hali halisi ya tukio hilo. Tumefika hapa kwa wakati. Kitu kwa kunaendelea hapa ni ukataji wa tenki. Sasa hawakuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kwa natakiwa ukataji huu watuarifu jeshi la zimamoto na uokoaji ili tuweze kuweka cover. Endapo likitokea lolote basi tuweze kulikabili. Sasa walivyokuwa wanakata zile cheche zilikuwa zinaanguka kwa sababu ile tenki ilikuwa inahifadhi oil ya zamani. Kwa hiyo oil imeshakuwa chafu. Umeona? Kwa hiyo cheche zilikuwa zinaanguka zile ndio zimesababisha nini? Mwako. Lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi tushalizidhibiti. Umeona? Kama unavyoona linavyoendelea. Umeona? Kwa hiyo changamoto tumeshalikava kwa asilimia kubwa. Madhara makubwa kwa binadamu kwa nani? Madhara makubwa kwa binadamu hakuna. Madhara yake ni kuharibika tu baada ya vyuma hivi kuungua, basi itakuwa kuna changamoto huko ndani. Basi baadaye uchunguzi ukifanyika basi tutatoa taarifa madhara yamechukua makubwa kiasi gani. Pengine wito wako ni upi sasa kwa watu ambao wanafanya shughuli za namna hii? Wito wangu, taasisi kama hizi ambazo zinafanya kazi kama ukataji, uchomeleaji, kama unaona sehemu ambao kunaweza kuleta changamoto, walifu jeshi la zimamoto na uokoaji ili tuweze kuweka cover, tuchukue kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kama haya. Yasije yakatokea yakaleta madhara makubwa. Kama endapo hapa kulikuwa kuna makazi ya watu, ingeleta changamoto. Umeona? Au ingekuwa karibu na mabewa, ingeleta changamoto. Kwa hiyo tunasema kwa taasisi wajaribu kuona jeshi la zimamoto na uokoaji, sehemu kama hizi kuna ushauri tunaweza tukawapa, tukaweka cover, wasiogope kutufikia.